So karibu tena wapenzi watazamaji wa Tsavo Media hapa katika studio zetu, na leo hii tumepata fursa ya kumtembelea mmoja wale ambao ni wawaniaji wa nafasi ya ugavana mwaka ujao, mwaka 2027, ambaye sio mara ya kwanza. Hii itakuwa ni mara yake ya pili akiwania nafasi hiyo, ambapo tutakuwa tunazungumzia swala zima la siasa, na tukizingatia kwamba tumemwona katika mitandao na pia mikahawa mbalimbali ama mikutano akizungumzia swala zima la chama chake ambacho pengine atatueleza yeye chama chake kinaitwa nani. Na muhimu ama sababu ya kumleta katika studio zetu ni kwamba tuweze kujua kupambanua masuala ya kisiasa, hasa msimu huu ambao tunaona katika taifa hili tunakaribia uchaguzi wa mwaka ujao wa mwaka 2027, na tumeona mambo mengi yakitokea kwamba kuna muungano wa vyama, kuna swala zima la mbadiliko wa siasa, mawimbi ya siasa hasa eneo la Pwani, na pia katika kaunti ya Taita Taveta tunajua kwamba eneo hili la Taita Taveta lilikuwa linajulikana kama ni eneo la upinzani, lakini pia kuna vile ambavyo katika siku za hivi karibuni tumeona mambo yanaenda. Tutamuuliza maswali kama tutazungumzia, lakini pia kwanza acha nimkaribishe katika studio zetu. Karibu mheshimiwa. Mambo vipi? Asante sana. Jambo bwana Hezron. Yes. Habari ya masiku? Niko poa sana. Nimeshukuru sana kuwa hapa Tsavo Media leo. Karibu sana. Asante. Kwanza tuambie, ulipotelea wapi? Nitasema sijapotea. Kwa sababu tangu tulipomaliza msimu ule uliopita wa kisiasa mwaka 2022, ilibidi wengi wetu ambao tulipokosa hiyo nafasi ya kuweza kuwa kuteuliwa kama gavana wa kaunti, tunachukua sasa nafasi ya kupumzika, kushukuru Mungu, kushukuru wananchi kwa ile kazi ambao walitusaidia kufanya ya kuweza kufanya campaign. Lakini pia ni nafasi pia kubwa inapewa kwa wale ambao waliopata nafasi ya kupata vyeti vya uongozi ili kuweza kuendeza kazi yao bila kusumbuliwa. Na ndio maana wengi wetu tukaenda mahali kwingine kuendelea kujikimu, kujaribu kujizatiti ili tuweze kuona iwapo kama tutawapatia nafasi hao ambao walichaguliwa wataweza kutekeleza yale mawazo ambao walikuwa wamezungumza na wananchi ambayo wataweza kutekeleza. Alafu msimu wa kisiasa ukirudi, iwapo kama wametekeleza yote na wananchi wameridhika, haina haja sisi tena kusimama. Lakini iwapo tunaenda tukisikiza mwananchi anasema kwamba kazi bado ipo, bado maendeleo hayajafikia vile walikuwa wanatarajia, basi sasa ndio utaona wengine wetu sasa tukirudi tukisema tumesikia mwito wa wananchi, wanasema bado kazi haijafanyika na itabidi sasa tusimame tuende tuzungumze na mwananchi, tujaribu awamu ya pili. So bwana Mwakesi, unasema kwamba unasikiza sauti ya mwananchi. Ndio. Ulienda ukapumzika baada ya kwamba ulikosa nafasi hiyo, kawaachia wale ambao walipata nafasi. So na nimekuona katika hivi siku za karibuni ukiwa mtandaoni sana, mikutano mbalimbali unaonekana. Umesikia sauti kwani? Nimesikia sauti, ni wengi ambao tunazungumza nao. Unajua pia ukiwa kiongozi na ukiwa kama wananchi wamekufahamu na kujua, hawatakosa kuchukua nafasi ya kukuzungumzia. Watakupigia simu ukikuja nyumbani, labda umeenda matangani ya masherehe zingine za kiharusi ama za kifamilia, utaitwa kando uambiwe, kiongozi bwana, kuna masuala haya ambayo bado hayajatatulika, kuna shida hapa na kule, na unawasikiza. Na kila unapowasikiza unajiuliza ya kwamba je, yale ambayo yalikuwa yamewekewa hapa wananchi wakiambiwa kwamba watafanyiwa, yamefanywa? Hayajafanyika. Na ndio maana sasa tunaona sasa ni wakati mwafaka wa kurudi kujaribu kuzungumza tena na mwananchi, kuwaambia kwamba bado kuna shida zinazoonekana, tunafanya mazungumzo nao, na pia kueleza kwamba safari ya uongozi bado ipo na tuko bado katika safari hiyo ya kuweza kuchukua uongozi wa ugavana wa kaunti ya Taita Taveta, kwa sababu Taita Taveta bado ni kaunti ambayo iko nyuma zaidi. Ukiangazia zile kaunti zote 47 katika Kenya hii, kaunti ya Taita Taveta ndio bado iko chini zaidi, na fedha ambazo zimetumwa hapa ni za kustaajabisha. Ukiangalia kwa ujumla bilioni 69 milioni 500 zimetumwa katika kaunti hii ili kuweza kufanya kazi ya maendeleo. Lakini ukijiuliza fedha hizi zimeonekana wapi,
ni jambo la kustaajabisha kwa sababu hayaonekani haya maendeleo, kwa sababu tangu ugatuzi uanze na ukilinganisha na zile kaunti zingine unapata bado tuko nyuma katika mambo mengi sana, mambo ya miundo msingi, mambo ya maji, mambo ya afya, kila kitu. Takwimu zote ukiziangazia unaona bado kaunti ya Taita Taveta ni moja ambayo inarudi nyuma. Nilikuwa naambia wenzangu zamani, hii ndio ilikuwa kaunti ambayo ilikuwa inalisha watu. Sasa sisi ndio tunapokea relief food kutoka kwa wajumbe wetu. Yaani imekuwa ni desturi sasa mwananchi kuketi na kusema tunangoja chakula cha usaidizi wa kiserikali. Hilo ni jambo ambalo lilikuwa linaonekana wakati tulikuwa tunaitwa District of Taita Taveta. Pengine mheshimiwa, nitataka kujua hayo ambayo umeyazungumza ni baadhi ya yale ambayo unahisi ndio sauti umesikia kutoka kwa wananchi. Ndio. Na unahisi unataka kuja tena kujitosa katika ulingo kuwania nafasi ya ugavana kwa mara ya pili. Ndio. Pengine niulize, umesema kuna kiwango cha fedha ambazo hadi sasa kimekuja katika kaunti ya Taita Taveta. Pengine nikuulize tu kwa mtazamo wako, ungehisi gavana aliyopo sasa kiwango kile ambacho anapata angekitumia vipi kingekuwa vizuri zaidi kwa maoni yako? Unajua kwa sababu wewe leo hili ungekuwa gavana. Unajua ni vizuri nilete hilo swala, na ni muhimu nikizungumza masuala haya niweze kuyatoa vile yalivyo. Nikisema kaunti hii ya Taita Taveta imepokea fedha kutoka serikali kuu, hiyo ndio kikatiba. Katiba inasema gatuzi ya kaunti ya Taita Taveta lazima ipokee fedha kama gatuzi zile zingine za Kenya nzima. Na mimi nikiangazia na nikiweza kuangazia zile takwimu ambazo zimetoka kwa Control of Budget na Auditor General, unapata ya kwamba tangu tuanze ugatuzi mwaka wa 2013 mpaka wa sasa, fedha ambazo zimetumwa ni zile nilizosema, bilioni 69 na milioni 500. Na kati ya hizo fedha ambazo sisi tumezipokea kutoka serikali kuu, la kustaajabisha ni kwamba sisi kama kaunti tumetumia bilioni 55 peke yake na milioni 800. Kwa hivyo inamaanisha tunatumia 80% ya zile fedha ambazo zilizotumwa kutoka Nairobi zije kusaidia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo nikiweza kuangazia, sitaki kutoa ati makosa kwa awamu hii ambayo iko kwa sasa. Ni makosa ambayo yametendeka kutoka awamu ile ya kwanza mpaka ugatuzi uanze mpaka sasa. Kwa hivyo kumekuwa na uongozi ambao huelewi kuendesha masuala ya ugatuzi na zile fedha ambazo zinazotumwa ili kuweza kusaidia mwananchi wa kawaida aweze kujikimu na eneo hili liweze kunawiri kando na zile eneo zingine ambazo ziko katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yamefanywa ambayo hayajaenda vizuri, na nikikueleza jambo la kustajabisha, zile fedha ambazo zimekosa kutumika katika kaunti hii nyingi zaidi sio zile ambazo za matumizi ya kila siku, yani recurrent expenditure. Kwa sababu ukiangalia takwimu hizo zinasema katika masuala ya matumizi ya fedha za kila wakati, yani recurrent expenditure, tunatumia 94% ya hizo fedha. Zikitumwa hivi zote zinatumika. Kwa hivyo wanalipa mishahara, wananunua chai, wananunua mandazi, wanasoma magazeti kwa maofisi zao, hiyo wako sawa sawa, na kujilipia mapadiem na kwenda kuzurura. Hiyo county government, serikali zote tangu awamu ya kwanza mpaka ya sasa wanatumia hizo fedha vilivyo. Lakini kikuja katika zile fedha, matumizi ya fedha ya maendeleo, hii ndio ya kusaidia wekea boo na wekea nguo waweze kujisaidia, waweze kupata miradi ambayo inawasaidia ya maji, ya barabara, ya kila kitu. Asilimia ambayo inatumika ni 49% ya hizo fedha. Kwa hivyo zile mabilioni zote zimetumwa katika kaunti ya Taita Taveta ya kufanya maendeleo kwanza ni bilioni 22. Kwa hivyo 22 bilioni imetumwa katika kaunti hii tangu ugatuzi uanze ya kufanya miradi ya maendeleo. Lakini sisi ndo kaunti ya kipekee tumekuwa tukitumia 49%, hizo zingine tunazurudisha Nairobi. Kwa hivyo inamaanisha hata wale watu wa Nairobi wanastaajabika. Itakuwaje hii kaunti inatumia bilioni 22 lakini zile wanatumia ni bilioni 10 peke yake? Wanajiuliza, hii ni kaunti ambayo watu wana haja ya uongozi ya maendeleo, ama ni uongozi ambao umeamua haina haja ya kusaidia mwananchi wa kawaida ili kuweza kujikimu? Kwa hivyo makosa na dosari nazitolea wote ambao wamekalia hicho tangu ugatuzi. Sawa kabisa bwana Mwakesi. Swali langu linakuja hapa. Fedha zinakuja, umesema serikali zimekuwa zikitumia fedha nyingi kwa matumizi ya kila siku. Ndio. Lakini kinyume na vile matarajio ya wengi, pengine ingekuwa kiwango fulani. Ndio. Na nafikiri matumizi ya kila siku yanafaa kuwa ni 35%. Ndio. Ile nyingine inafaa kuwa ya maendeleo.
Sasa ndio maana nikakuuliza Bwana Makesi, wewe leo hii ungekuwa gavana wa kaunti ya Taita Taveta. Hebu nipatie tu jinsi ambao utakavyogawanya zile fedha. Hizi fedha utaziweka kwa wafanyikazi na hizi fedha zitaenda kwa maendeleo. Ni muhimu pia nikukosoe kidogo, ile asilimia ambayo inaenda kwa maendeleo inafaa kuwa haifai kushuka chini ya 35% ndio inaenda kwa maendeleo. Kwa sababu ukweli wa mambo ni mgatuzi nyingi sana zimekuwa zikisema kwamba hii ndio mahali ambapo utaweza kueneza serikali, watu kuandikwa kazi na mambo kama hayo. Jambo la kukosoa haswa ndugu yangu ni kwamba matumizi ya hizi fedha ambazo tayari wamejitengea. Sasa mtu amke asubuhi aseme kwa bajeti yangu nataka kutenga 32%, kwa sababu kwa hii bajeti ambayo wametoa sasa wamesema fedha zitakazoenda kwa maendeleo ni 32% peke yake, hata hawajafika 35%. Kwa hiyo kosa la kwanza linaanzia hapo. Inafaa kuwa ameiwekea 35%. Haya, umesema ni 32%. Kwa nini usitumie hizo fedha zote unapozipata? Nimesikia wakizunguka wakisema unajua sisi pesa za serikali kuu zinachelewa, zinakuja sisi hatuwezi kujipanga vizuri. Ulipokuwa unaomba kiti ya ugavana, hakuna yoyote, hata Kimari utakuja kuniuliza hapa baada tuseme Mungu akinijalia niwe gavana, itakuwa ni makosa sana mimi niende kitafuta kiti cha uongozi cha ugavana na sijawahi kuketi chini na kutathmini ya kwamba ni kawaida ya gavana kupokea fedha kama zikiwa zimechelewa kutoka kwa serikali kuu. Kwa hivyo atazitumia vipi? Mfano sasa wewe unafaa ukiwa kama gavana, ndio nataka nikueleze. Ukishapata hiyo pesa na unajua pesa zimechelewa, unaanza kujipanga tayari, kwa sababu wananchi wameshakwambia katika zile budget meeting ni miradi ipi ambayo inatakikana. Miradi ambayo ni ya maendeleo yanajulikana, mwananchi anajua, viongozi wanajua. Keti chini, amua sasa tutaanza kufanya nini kuhakikisha kwamba hizi kandarasi zimetolewa on time na wanakandarasi wameingia ground na wameanza kazi. Hiyo ndio jambo la muhimu zaidi ambacho unafaa kuwa unafanya kama gavana. Unajipanga vipi kama gavana? Mimi kama gavana ukitaka sasa, kwa sababu vile naona pesa hazija kuja, nataka kujipanga maendeleo ndio. Maendeleo lazima upange namna hii. Kunajua sheria inasema kuna wengi watakuja kusema ati hauwezi commit kabla hujapokea pesa. Lakini ikishatolewa ile Kenya Gazette na imejulikana mgao wako ni shilingi ngapi, hayo ni masuala ambayo wewe kama gavana, hakuna jambo unafaa kuwa ukizurura hapa ukilia kama mwananchi kama mimi. Wewe unafaa kuwa kule Nairobi, ukienda ukizunguka, unaongelesha watu wa National Treasury, unawaambia mimi sitangoja nyinyi mnicheleweshe tena. Kazi ya maendeleo mwananchi wangu anangoja. Kwa hivyo mimi nitaenda kucommit zile fedha, nitaweka tenda na nitahakikisha wanakandarasi wameanza kazi on time. Ndio nihakikishe baada ya hiyo mwaka mmoja ama miaka miwili ambayo kandarasi hiyo inaendelea ikifanywa, kazi hiyo imefanyika. Hayo ndio mambo ambayo tunafaa kuwa tunazungumzia. Ni jambo la kusikitisha sana. Miradi ya hospitali katika kaunti hii hayafanyiki. Miradi ambayo inafunguliwa sasa ni miradi ambayo ilikuwa ya makarne zingine. Bado kuna miundo misingi ambayo haijaweza kuongezewa ama kupanuliwa katika kaunti ya Taita Taveta. Na nikikosoa la muhimu zaidi ni hii Moi Referral Hospital. Itakuwaje tumeenda kumaliza sijui miaka ngapi ya ugatuzi? Saizi inaelekea miaka 13 sasa ya ugatuzi, ambapo tunaketi tukijiangalia County Moi Referral Hospital haijawahi panuliwa hata kidogo. Kaunti nyingine wamejaza, na nataka kukuambia wamejenga referral hospital zao mpya, wanaendelea wakiziongeza katika masabu county, wanazidi kujenga hospitali mpya. Kwa hivyo so unasema katika county Moi Referral Hospital? Moi Referral Hospital ni moja kati ya zile county. Ni hospitali ambayo kwa sasa inafaa kuwa imeweza kujengwa upya, imepanuliwa, tuko na kiwanja cha kutosha. Hiyo inafaa kuwa ni hospitali ambayo watu wanatoka makaunti nyingine kuja kutembea hapa. Lakini yoyote ambaye anakuja hapa katika Moi Referral Hospital wanaweza fikiria ni dispensary kwa sababu ya ile hali duni ambayo iko kwa sasa. Ukosefu wa madawa, watu wanatumwa nje kwenda kununua madawa, kufanya matibabu. Ikikuja katika masuala ya matumizi ya fedha za maendeleo, ni muhimu iwekezwe katika yale mambo ambayo yanahitajika na mwananchi wa kawaida, na nasema ni lazima tuwekeze katika sekta kama afya, kwa sababu moja ya zile jukumu ambazo katiba kaunti imepewa ya kutekelezea mwananchi ni kuhakikisha afya imenawiri. Lakini hapa ndio unaona ya kwamba miradi ya afya
aswa miundo misingi, madawa na masuala kama hayo yamekosekana sana. Hatuna maabara ya kutosha ya kusaidia wananchi wa hapa Taita Taveta. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tuliangazie, na ingekuwa mimi sasa nimeketi kama gavana, hilo ndio swala tungeangazia wakati tunaangalia matumizi ya hizi fedha. Wakulima wanaumia sana. Tukiwa hapo bado kwa afya. Mheshimiwa, manake nilitaka kujua mfano unapotokea kama bilioni 5. Gavana, wewe utazitumia vipi? Maanake umesema kiwango kikubwa cha fedha katika serikali hizi tatu, magavana hao watatu wamekuwa kutumia hizi fedha katika masuala ya matumizi ya kila siku. Miradi, maendeleo hamna. Tunataka utupatie taswira kamili. Gavana uko kwa ofisi sasa hivi, utazitumia vipi? Utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba tabia hii hataiona tena katika uongozi wako? Kwamba hivi ndivyo nitakavyo. Tayari ulituambia utajaribu kuhakikisha kama tayari bajeti ishapitishwa na umeambiwa unapewa kiwango fulani cha fedha, utahakikisha wanakandarasi washaanza kazi. Hapo pia kwa wanakandarasi. Je, wanakandarasi watakubali? Kumbuka kuna mambo ya penny bills. Wanakandarasi watakubali vipi kuanzisha kazi kama hawana uhakika ya pesa zipo? Unanielewa? Nataka pia utuambie hilo. Na pia utuambie utazigawa vipi hizi fedha? Tofauti na wale magavana waliokuwa. Kwamba sasa hizi fedha unazipeana kwa matumizi ya kila siku na fedha hizi zinaenda kwa maendeleo. Tofauti na wale magavana. Na sasa ndio hivi nataka kueleza. Umeleta jambo la maana sana na busara. Ukiangazia katika bajeti ambayo ilikuwa imekwisha ile ya mwaka uliopita, tulipata kwamba kaunti ya Taita Taveta iliweza kufunga bajeti hiyo ikiwa inadaiwa na wafanyabiashara bilioni 2. Na ni makosa sana. Kuna bills zingine ambazo zimepitisha hata miaka 3 mwanakandarasi hajalipwa. Na ni jambo la kusikitisha sana. Ukitaka kaunti hii nawiri na wananchi wote wapate afueni, ni vyema kwanza uhakikisha kwamba kama kuna mwanakandarasi yoyote, haswa unajua wale wanachukua kandarasi hizi kawaida inakuwa ni vijana, akina mama, wafanyabiashara wadogo wa maeneo haya. Na iwapo kama utatoa kandarasi ukihakikisha kwamba ni mwananchi wa kaunti ya Taita Taveta ambaye ananufaika na kandarasi hizo. Lakini ukinyima wananchi bilioni 2, umeibania. Tayari ekonomi ya maeneo haya yanaanza kuumia kwa sababu fedha hizo zinafaa zikuwe mikononi wa wafanyabiashara hao. Kwa hivyo ni muhimu sana, iwapo kama ningekuwa ni mimi nimeketi pale, ninaketi na kamati yangu ya mawaziri na nawaambia ni namna hii. Pesa ambazo zitahitajika kupatikana za kuhakikisha ya kwamba zile pending bills zote ambazo ziko kwa kaunti hii zimemalizika na financial year moja. Umalizane nayo. Kwa sababu hizo fedha si nyingi, ni bilioni 2 pekee. Sasa katika msimu huu kaunti ya Taita Taveta inaenda kupokea bilioni 7 na milioni 500. Kwa hivyo inamaanisha ukisema unatoa bilioni 2 hautaumia sana ikiwapo utatoa zile wanakandarasi ambao wanatolea katika masuala ya recurrent expenditure, yani matumizi ya kila siku, na wale wanakandarasi katika masuala ya maendeleo. Pili, ningehakikisha kwamba katika utoaji wa kandarasi zote zinapewa wananchi ambao ni wa kaunti ya Taita Taveta. Na nikisema hivi simaanishi ati sasa kandarasi zipewe Mtaita na zipewe Mtaveta, wale wengine waekwe kando. Na maanisha hivi, kandarasi zote zipewe mwananchi wa Taita Taveta, awe Mkamba, awe Mkisii, awe Mjaluo, awe Mtaveta. Bora yeye ni mmoja wale wananchi wanaishi hapa, wako na manyumba hapa, wanafanya biashara zao hapa. So mwisho umesema kwamba umeshangaa kwamba kuna wanakandarasi wa miaka ya nyuma hawajalipwa hadi kufikia sasa. Mbona hilo unaliona jambo geni, na tunajua kwamba mgao wa fedha ukuji kama unavyotarajia kutoka Nairobi? Na ndio hilo jambo ambalo lazima na kaunti zote zimekosolewa na controller of budget, zinakosolewa na auditor general kwa sababu ya kuweka hizi pending bills. Unajua gavana akikuja anaona ya kwamba akilipa wale wanakandarasi anasaidia yule mtu aliyemngoa ofisini, anawasaidia kupata hela kufanya nini. Lakini watu wakumbuke ya kwamba kazi imefanywa, miradi imefanyika, inaonekana wazi kwamba kazi ilifanyika. Kwa nini usilipe mtu, mmalizane naye, mfunguane naye, alafu sasa muendelee na ile kazi mpya ambayo mko nayo? Kwa sababu hiyo pending bill inabaki kama dosari kwa county wakiendelea kutokulipa hao wanakandarasi. Pili, inafanya wanakandarasi wapya kuogopa kuja kufanya kazi katika kaunti ya Taita Taveta, kwa sababu itakuwa inajulikana kwamba kaunti hii hata ikipokea fedha kuchelewa, kwa sababu fedha lazima zitakuja, zije kuchelewa zitakuja. Lakini wakipokea fedha hizo, badala ya kuzilipia wale ambao walifanya kazi hapo awali, wanatafuta wanakandarasi wapya na kuwapatia hizo kazi.
tatu, na ni jambo nilikuwa nataka kuliangazia zaidi, ni kwamba ni muhimu tena wanakandarasi ambao wanapokea kandarasi kutoka kaunti ya Taita Taveta wawe ni wafanyabiashara ambao wana mizizi yao katika kaunti ya Taita Taveta. Nimekosa sana mfanyabiashara atatoka maeneo mengine, kutoka Meru, kutoka Tharaka Nithi, kutoka Siaya, kutoka Turkana, aje kufanya biashara, kuunda barabara ama kutujengea hospitali. Iwapo kuna mwanakandarasi ambaye amekulia hapa, anaishi hapa, anafanya biashara hapa, ako na watoto wake wanasomea hapa, na anakosa kandarasi hiyo, sisi tukienda kutafuta watu wanakandarasi kutoka nje. Na mimi nasema hivi nikiwa na makinika kwamba sitaki ubaguzi wote katika kaunti hii. Ni muhimu sana, awe ni Mtaita, awe ni Mtaveta, awe ni Mjaluo, awe Mkamba, awe Mkisii, jamii zote ziko katika kaunti hii ya Taita Taveta. Hao ndio wanafaa kupokea kandarasi kutoka kaunti ya Taita Taveta, kwa sababu wakilipwa fedha hizi, wao ndio wanaenda kununua maziwa ambayo yako katika kaunti ya Taita Taveta. Wao ndio watanunua mchunga ambao unatolewa katika kaunti ya Taita Taveta. Fungu la 10 ya biashara yao hawataenda kulipia makanisa ya makaunti zingine, watalipia makanisa yetu hapa ya kaunti ya Taita Taveta. Kwa hivyo ni muhimu sana magavana hawa waweze kuangalia masuala kama haya, na hilo ndio jambo mimi nataka kufanya, kwa sababu ukiwekeza, tuseme kama kwa sasa kuna bilioni 2 na milioni 500 ambayo inawekezwa kama development expenditure. Bilioni 2 milioni 500 ikienda kwa mwanakandarasi wa hapa nyumbani, na kuhakikishia kwamba mtaona watu wakinawiri zaidi, marupurupu na malipo yao itakuwa ikipanda juu, wafanyabiashara wataendelea kufungua biashara zaidi, kwa sababu fedha hizo zinazungukia katika kaunti hii. Makosa tumekuwa tukifanya ni tunawaachia wanakandarasi kutoka kaunti zingine za Mombasa, za wapi, za Nairobi. Hao ndo wanalipwa, hao ndo wanaenda kusaidia maeneo hayo, hawatusaidii sisi hapa. Na hiyo ndo kosa kubwa ambalo linaendelea, na ni jambo ambalo mimi nitalikomesha iwapo nitapata nafasi ya kuwa gavana, kwa sababu ni muhimu wakati kila mtu anajua ya kwamba katika kaunti hii, mimi nikiwa ni mkaaji wa kaunti hii, nikiomba kitenda nitapewa. Watafanya bidii, wataenda kukopa katika mabenki, kufanya nini lolote lile. Kina mama, kina vijana na wazee watajua kwamba tukijaribu kujikimu na kujizatiti zaidi, tunaweza pata nafasi ya kupata kandarasi kutoka kaunti ya Taita Taveta. Lakini sasa hizi ukienda kuambia mwananchi ati hebu nichagueni nitakupatia kandarasi, lazima uongo bwana. Nyinyi mkichukua kiti mnaenda mnapeana kandarasi kwa watu wengine. Na hiyo ndio makosa ambayo imekuwa ikifanyika, na Mwakesa anataka kutengeneza hayo maneno. Bwana Mwakesa akiwa gavana, si ndio? Ndio. Sasa tangu tumeanza umezungumzia ukiwa gavana utafanya hivi utafanya hivi. Swali nikuulize. MCAs wako wapi? Maana katika mazungumzo haya sijamsikia ukimtaja mwakilishi wa wadi. MCAs wako wapi katika kufeli huku kote kwa hii serikali? Gavana anaweza fanya kazi peke yake? Na ndio nataka ni vyema umesema hivyo. Jambo pia la kustaajabisha na la kusikitisha, hata nikiangalia bajeti ya sasa ambayo inaelekea msimu wa elections, nimekuwa nikiangalia kwamba nimeona kwamba kuna zile laini ambazo zinapewa zile ward fund za MCA. Ukiona mambo ambayo yako hapo ni ya kustaajabisha. Kuna pesa sijui za tournament, sijui pesa za nini. Sio ati nakataa mambo ya tournament, sio ati nakataa mambo ya kupeana kwa magroups, lakini kuna mambo ambayo ya kimaendeleo yanahitajika, na ukisoma zile laini vizuri unaona ni kwamba ni siasa ambayo inapigwa. Ni vyema ambao hawa wamechaguliwa kama wajumbe wa kaunti ya Taita Taveta waende katika bunge hiyo wakiangazia na kuzungumzia masuala ya mwananchi wa kawaida. Pia wanapounda bajeti wajaribu kuhakikisha kwamba bajeti inashughulikia zile shida ambazo ni za kawaida za mwananchi, kwa sababu hapo ndo makosa yanatokea. Gavana ambao wamekuwa hapo awali wamekuwa wakitunga sheria, wakipresent zile budget proposals ambazo hata haziweki mwananchi mbele. Na MCA badala ya kwenda kusema ya kwamba nimekuwa katika zile mkutano public participation za mwananchi, na yale ambayo imeandika hapa na yale mwananchi alisema hayaambatani, na mimi sitapitisha hii kitu, na nataka kuisema hadharani ya kwamba sitapitisha hii bajeti mpaka yale ambayo yamesemwa na mwananchi wangu yaweze kuingizwa katika bajeti hiyo. Umewahi sikia mheshimiwa yote akifanya namna hiyo? Na hiyo ndio makosa ambayo yako hapo. Na ninaona ya kwamba ingekuwa ni vyema, sio ati wakati tumepitwa na wakati, tuko na nafasi kubwa sana. Hawa ma-MCA ambao wako ofisini kwa sasa wakiweza kutumia nafasi hii ya bajeti ya mwisho kabla tufikie uchaguzi, waweze kutumia nafasi hiyo kuhakikisha kwamba maombi yote ambayo yatatolewa na wananchi wakati wamepitia kwa hizi public participation wameyajumuisha katika mpangilio wa bajeti hizo, na kuhakikisha kwamba serikali ambayo iko ya county inatekeleza mambo hayo. Pili na muhimu ni ma-MCA wako na jukumu kubwa ya implementation na oversight. Na ni makosa sana kwa sababu hiyo jambo sijaliona likifanyika. Na ndio maana tumekuwa
Na shida kubwa katika kaunti hii, watu wawili ambao wametukosesha kama wananchi ni MCA, kwanza ni gavana, kwa sababu gavana akikosa kufuatilia maagizo ya mwananchi anatukosea. Pili imekuwa ni MCA, kwa sababu wao ndio wafaa ku oversight na kuhakikisha kwamba yale miradi ambayo yamewekwa katika bajeti yametekelezwa. Kwa hivyo implementation hakikishi imefanyika. Tatu, na jambo la kusikitisha zaidi, imekuwa ni seneta. Tumekuwa na seneta ambaye amesimamia magavana wawili, na hili ambalo tunaliona sasa ni la kustaajabisha, kwa sababu kila kitu tunaenda tukipoteza. Tumepoteza mipaka, tunaona fedha ambazo zinatumika kiholela, tunaona utumizi wa pesa ya maendeleo ni 49%, na seneta ameketi tu amefurahia tu, yeye anaona ni kama mambo yanaenda sawa sawa. Hata la kustaajabisha ni seneta anasema sasa hata mimi nataka kuwa gavana niendelee ile tabia mbaya ambayo imekuwa nikisimamia kama seneta wa kaunti hii. Kwa hivyo imekuwa ni mchezo wa kustaajabisha ukiangalia kaunti ya Taita Taveta, kwa sababu wote hawajafanya lile ambalo mwananchi anahitaji. Lakini kuna nafasi ya kujirehemu, waweze kufanya bidii, wahakikishe kwamba wamerudia katika ile mawazo ambayo walipatia mwananchi, ndio ikifika mwaka wa 2027 Agosti tarehe 10 mwananchi bado wapatie nafasi. Lakini wapo hawatafuatilia masuala hayo, masuala ambayo mwananchi anajua, wao wenyewe wanajua. Na sisemi wote ni wabaya. Kuna MCA ambao ukiona hata ukiangazia katika mitandao unaona kweli wanatetea mwananchi. Lakini kuna wengi kati yao ambao wamewachilia kazi hiyo na jukumu hilo, na ni jambo ambalo lazima liangaziwe. Na ndio maana hata mimi nasema wakati huu ninapoenda katika kusimamia kinyang'anyiro hichi cha ugavana, nimeweka hakikisho ya kwamba kwanza nitakuja na chama changu kinaitwa People's Empowerment. Chama tutakuja kwanza, zuia kwanza. No, kwanza ndio nataka kusema hivyo. Kwa nini? Ni muhimu pia tuwe na wajumbe ambao wanajulikana hapa nyuma, kwa sababu utapata MCA wengi hawasikilizi masuala ya wananchi wa Taita Taveta, kwa sababu wadosi wao ni watu kutoka maeneo nyingine. Wakiambia usipitishe mswada huu kwa sababu sijui gavana alipitia kaona party leader wao sijui kutoka pale wapi, wanapitisha miswada ile ambayo haisaidii mwananchi wa kawaida. Hayo ndio mambo ambayo pia ni muhimu kwangu. Ndio. Lakini kitu kimoja Bwana Mwakesi ni kwamba ulisema hapa mbele tukianza ni kwamba ulisema baada ya siasa ulienda kupumzika kwa achio waliochaguliwa ndeza la serikali. Ndio. Vyema kabisa. Sasa hizi tukiwa tunazungumza tena umesema ni vizuri wananchi ama MCAs wahakikishe yale maoni ya public participation yametimizwa katika meetings na gavana. Wewe unajihusisha vipi? Mbona wewe usikuja ushoya attend hizi public participations pengine? Mimi nitasema na umejihusisha vipi kwa kesho serikali hii imetenda kile ambacho inakuwa ikisema? Ama wewe umekuwa kwenye ukigo unasema manake mimi sijaajiriwa na serikali hii ya county, si mfanyikazi, si MCA, si gavana, si senator, basi sitaki maoni yangu yatumike. Ushawahi kuhusisha vipi maoni yako kuona jinsi atakavyotekelezwa, ama unasema lazima niwe gavana ndio mawazo yangu yatumike katika kaunti hii? Kwanza Bwana Kimari, nitaanzia hivi. Wakati ilijulikana na ilibainika kutoka kwa ABC ya kwamba kuna mshindi, kama mtu ambaye alikuwa anagombea na yule mshindi, nilichukua nafasi yangu kuchukua simu yangu, kumpigia gavana na kumpa kongole na kumwambia sasa umepewa jukumu la kusaidia mwananchi. Na kando na hiyo, naomba tafadhali ukiwa labda una haja ya kuzungumza nami ili kuweza kusaidia kufanikisha ile kazi ambayo unapaswa kufanya na mwananchi, unayo namba yangu ya simu, unaweza nipigia simu, niko tayari kukusaidia. Hilo ni jambo ambalo nilifanya. Hilo ni jambo la kwanza. Na ni jambo ambalo nimelifanya na magavana wote. Hakuna yoyote, hakuna siku moja nimepigiwa simu na gavana wa kaunti ya Taita Taveta. Na wewe kuona haja ya kupiga tena. Pili, nikamshukuru pia mbunge, nikamweleza vivyo hivyo. MCA vivyo hivyo. Wote zero. Waliniambia chapchabo hiyo iko sawa na ikaisha hivyo. Pili, ukumbuke mimi ni mwanasiasa. Nikiendelea kuonekana kila siku katika mtaa, hata nikiingia saa hizi mkutano wote, kwanza utaona watu wamesema mheshimiwa enda ukae pale mbele. Nikizungumza, yule ambaye ameketi pale ataona huyu mwanasiasa amekuja kuleta siasa katika masuala ambayo inahitajika kufanyika kiserikali. Na ndio maana utaona wengi wetu, kidogo tu ndugu yangu, wengi wetu tulichukua kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Ni muhimu mtu yoyote asije akasema yale masuala yote umekuwa ukisema ama ukizungumzia, unajaribu kuleta rabsha katika wananchi waweze kuona ni kama yule ambaye ako uongozini hajatosha. Na imagine mtu ameanza kazi tu mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Na ndio maana tulirudi nyuma. Na hiyo ni kwa sababu nisiwekewe lawama yote, kwa sababu tulishindwa kufanya kazi, kwa sababu Mwakesi nikijaribu kufanya hivi, Mwakesi ndio huyu hapa amezungumza, ndio huyu amefanya maandamano, ndio huyu ameleta wananchi wakawaambia wakosoe.
ni muhimu sana. Mimi sina dosari kama hiyo na wale ambao wako uongozini, tumewapatia nafasi. Lakini kama mtoto ambaye anaingia form 1 akiingia form 1 baada ya miaka 4 anafanywa nini? Anapewa cheti chake cha nini? Cha form 4 na anaambiwa anaweza kwenda kutafuta kazi. Baada ya miaka 4 hauwezi kuwa sasa tunakuachia namna hiyo. Wewe umetosha bwana, either ulikuwa umefanya ile kitu umesema ama hujafanya. Na maana mwaka huu wa mwisho unatuona tumerudi hapa sasa tukisema yule ambaye kuongozini, wale ambao walipatiwa nafasi na mwananchi, sasa nafasi imetosha ya kuweza kujionyesha kwamba wewe unaweza kazi. Mheshimiwa, kuna mtu sisi tunaona kwamba Mheshimiwa, kuna mtu rahisi Bwana Mwakesi ni binafsi na mawazo yake. Tumekuwa katika hivi siku za karibuni ukitembea mbalimbali na tumeona pia wagombea wengine katika nafasi za ugavana, hata nafasi ya kitaifa wanaotaka urais. Lakini swali ni hilo nimekuuliza, wewe ni mkazi wa kaunti ya Taita Taveta. Unajua una mawazo ambayo yanaweza leta suluhisho kwa changamoto zinazoendelea. Na nimesikia huyu gavana akisema kana kwamba pengine serikali yake ni ya open policy, open door policy. Sijui zilizopita. Lakini pia kama gavana wa kwanza ulimuuliza hakukujibu, wa pili hakukujibu. Watatu hakunijibu. Wakati hakukujibu Mheshimiwa Madime. Vipi wewe kuona kwamba kuja tu kuhusika, je, ushahusika katika masuala ya public participation? Because kama gavana hakusikizi, lakini kuna hivi kuja kusikia mkao wa serikali unatajwa kwamba siku kuchukua maoni, wewe unakuja ukisimama pale, you can be a kiongozi wa kutoa maoni, opinion leader mfano. Maoni yako lazima yatachukuliwa kwa uzito. Je, ushawahi husika katika mikutano kadha wa kadha ya kutoa maoni ya serikali? Na ndio maana ninakwambia hivi Hezron, licha kwamba gavana hakukupigia, katika labda huku nisikia nikisema na narudia tena, Mwakesi kwa sababu nilisimama ugavana mwaka uliopita, mimi ni mpinzani. Huyu jamaa akiketi kwa kiti hivi aniangalie kama rafiki yake, anajua huyu jamaa ni mpinzani, atakuja kusimama. Na tena ukienda katika mikutano hii, hata nikitoa wazo nzuri yaje, utasikia wanasema huyu jamaa anazungumza lakini anapiga siasa. Na ndio maana public participation ni muhimu sana, ibaki iwe ni platform ya mwananchi kujitetea. Yeye ni mwananchi. Ndio unisikize ndugu yangu. Unaweza kwa mfano mheshimiwa, kama saa hizi wananchi wataita Taveta matatizo yaendelee, gavana wote wameharibu, kwa mfano kwa maoni yako unahisi hawajafanya kazi. Don't you think it's a waste of time kwamba tunateseka uko na mawazo solution, lakini unasema lazima mimi mpaka niajiriwe na serikali ya kaunti? No, na sijasema hivyo. Nimesema kwa sababu kwa nini ukae kwenye fence useme nikizungumza watasema nataka kazi yao? Kwa nini hivyo? Mimi nimesema hivi, ikija kwa public participation, hiyo tumewaachia wananchi. Lakini public participation ni mwananchi yote anaweza. Ndio nataka kueleza. Hata unaweza andika memorandum. Ndio nakwambia hivi ndugu yangu. Nisikize, unajua wewe unataka kueleza mawazo yako kuliko kunisikiza mimi. Acha nikusikize. Ikija kwa public participation, ni awamu ama platform impewa wananchi wote. Hata Mwakesi anaweza jitokeza pale. Jambo ambalo nimelifanya na ningependa pia nisiwe inajulikana kwamba tumeweka opposition kali katika serikali ambayo inakuwa inafaa kupaswa kufanya kazi. Na hiyo ndio maana nikasema wacha tuiwekee kando. Lakini inafika mahali ambapo hauwezi kuwa unanyamaza kama kiongozi. Na ndio maana tumesema katika mwaka huu wa mwisho hatutaketi nyumbani ati tungoje msimu. Unajua msimu wa kisiasa proper ambayo inaitwa election campaign period inaanza kutoka June mpaka August of next year. Lakini kwa hii sasa tumeanza kuanzia mwaka huu ambao unauona sasa, ndio unaona joto ya kisiasa ikipanda katika kila mahali, kwa sababu sasa ndio wakati wa kwenda kuuliza serikali ambayo imekuwa uongozini, je, umetekeleza yale ambayo umefanya ama hujafanya? Wakati huu ndio sasa hata unaweza kuwa ukizungumza na wao wenyewe wanajua enyewe huyu jamaa akisema hakuna lolote limefanyika katika nyanja za afya ni kweli, kwa sababu hiyo miaka 4 yote haijaonekana. Na mtu yote ataita ni siasa, kwa sababu sasa tunakosoa ambayo ile nafasi tuliwapatia wafanye kazi. Kwangu mimi na sioni ikiwa ni makosa, kwa sababu ni vyema hata mimi nikiwa gavana ningependa pia nipewe nafasi ya kuweza kuendesha county kwa amani kwanza. Nikikosa ndo sasa watu wakuja waniambie. Lakini tumeona katika serikali ya kitaifa wakati wa kabla marehemu Raila Odinga fariki. Tumeona mara nyingi ni kama opposition kuweka serikali on check kwamba ni mtu ana tamaa ya kuona mambo yanatendeka yaliyo sawa. Mbona unyamaze hadi siku ya mwisho? Sasa ndo nakwambia hivi. Ulijaribu ukapata wanakuweka doa kwamba wewe ni mwanasiasa unataka kiti. Ni bwana, hata bila hata kuuliza mtu yote. Wewe ukisikiza ukiangalia zile ripoti za kisasa ziko kwa media. Wewe mwenyewe ulileta opposition, ulifanywa nini na gavana wako?
Alikuambia sijui unaongea vitu gani hapa kama journalist. Uliona vile aliwaka mori paka ikakuwa ni jambo kubwa sana katika kaunti hii. Kuna masuala mengine kama kwa hivyo unamaanisha hivi, sisi tumejaribu na tunajaribu tukitumia mbinu tofauti. Mtu atanipigia simu aniambie ni namna hii, nawaambia mkiwa pale katika mkutano jaribu mzunguzie masuala hii. Wananchi wengine wakiona ni mambo ya court case wanakutumia, unawaambia haya nitawasaidia kulipa wakili aendelee kufanya namna hii. Kwa sababu tunajaribu kufanya namna hii. Isiwe mtu anaketi pale anasema Mwakesi haja yake kubwa ni kuletea lawama serikali ambayo iko. Kwa sababu pia kuna siasa ambayo unaweza semekana maeneo mengine inakubalika ya opposition politics, ya kuleta rabsha, ya kupiga kelele. Na kuna maeneo mengine ukikuwa mtu kama huyo, baadaye wananchi watasema wewe bwana wewe ni mchokozi. Hakuna lote wewe huwezi kuwa gavana. Kuna mambo lazima uachie mwenzako afanye. Lakini miradi mnafanya kama sasa tunaona most of the aspirants ambao wanataka vitu wanaleta mambo ya, kwa sababu gavana amekosa kufanya mambo ya tournament. Sasa gavana amekosa kufanya tournament, vijana wenyewe huko bado muda wake haujaisha. Mbona mnaleta sasa? Na sasa sisi ndo tunakuambia ndugu yangu, hizo vitu kwa nini hamngezifanya wakati kitambo? Maana yake vijana tunajua wanahitaji kujenga talanta. Sasa ndio tunaona a lot of activities because aspirants wengi wa gavana sasa wanataka leta mipira, wanaleta na usiwakosoe. Ni swali nauliza, kwa nini ungoje hadi siku ya mwisho? Na hao vijana umekuwa nao siku ya kwanza hadi ndio. Na mimi nakwambia hivi, wewe unajua kwamba gavana amepewa pesa. Kila siku unaona kuna pesa ambazo zinatolewa za kufanyia vijana kitu. Unajua ni makosa sana wakati amesema ataenda kufanya tournament na mimi pia niweze kufanya tournament. Kwa nini? Ile ndio pesa ya serikali, hiyo ndio pesa ambayo inatumika. Na ukumbuke hawa watu ambao unaita aspirants ambao unawaambia wafanye tournament wafanye nini? Ndugu yangu acha nisikudanganye. Wewe mwenyewe ni Hezron Kimari. Hapa wewe sasa vile uko unaweza enda kufanya tournament wewe na fedha zako? Ni ngumu. Na hao aspirants ambao unawaambia waanze kufanya tournament ya miaka 5 na kuna serikali ambayo imepewa pesa kutoka Nairobi ya kufanya tournament ya vijana. Unataka atoe pesa ya miaka 5 kufanya itoke wapi? Na kwa nini Mwakesi huyu unamtaka atoe pesa ya tournament ya miaka 5 ya kufanyisha vijana atoe wapi? Unataka niwe mwizi mahali ndio nifanye hapa? Kwa nini huyu Mwakesi anaona mwaka wa kwanza kwa fedha wa gavana amepewa pesa, alitengewa fedha za tournament. Ndio sasa hajatekeleza. Kwa nini Mwakesi haulizi serikali kwa nini haitekeleze? Why do you have to wait until last day? Na hiyo tumekuwa tukifanya namna hii. Tunazungumza nao. Utasikia wanasema county inasema itafanya tournament. Sikosoi gavana kwamba hajafanya tournament. Kunazo tournaments za county league ambazo zinachezwa. Sisemi iko makosa. Lakini unajua kuna wakati ambao unawaachia wajaribu kufanya ile ambayo watatekeleza. Sisi pia ni watu ambao tunaenda tukijaribu kutafuta. Na hata ukituona hapa tukikuja kufanya masuala ya campaign, hizo ni fedha ambazo lazima uite marafiki, uite watu waambie bwana naomba mnisaidie kwa sababu yule jamaa tulipatia kazi miaka 5 ajaribu afanyie vijana wetu tournament, ajaribu afaidie kina mama wasaidie, ameshindwa na kazi na inaonekana bayana miaka 4 imemshinda. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali mnichangishie niende pale nyumbani nijaribu kufanya. Kwa hivyo msidhani ni kwamba kina Mwakesi, kina sijui nani wako na hizo fedha wamezitenga tu mahali wanangoja kuzitolea siku ya campaign. Hiyo tunachangishiwa, tunaenda tukitafuta ili tuweze kukuja kusema ya kwamba huyu jamaa tulimpatia nafasi aweze kufanya kazi. Imemshinda. Sasa tunaomba nafasi ya kuweza kuifanya sisi pia tukitumia zile fedha za serikali. Ukumbuke a governor uses government money. Kweli kabisa. So if it doesn't use it hapo ndo tunakuja kuingilia. Umesema vizuri. Governor anatumia fedha za serikali kufanya miradi. Na nyinyi kama Mwakesi na wale wengine si fedha zenu mnatumia kufanya hizo mambo za tournament. Sisi mnapata marafiki. Kwa swali langu linakuja hapa sasa. Tumekuwa tukisema serikali ya county miradi fedha hazitoshi, hazikuje kila wakati. Gavana anatumia fedha nyingi kwa matumizi kila siku. Na nimekusikia mahali ukizungumza kwamba miradi mingi ya gavana inayofunguliwa ni miradi ya maendeleo ya mashirika. Si miradi ambayo kwa maoni yako unahisi ni fedha za county. Je, serikali ya county inaweza fanya kazi, pesa zake zinatosha kufanya miradi? Na ndio nataka kueleza hivi. Nikikosoa hapa kuhusisha mashirika. Ndio nasema hivi. Jambo ambalo la kusikitisha ni kwamba ndio wafadhili wamekuja hapa, wawekezaji wamekuja hapa, wamefanya miradi pamoja na county government. Hiyo ni sawa kabisa. Mimi nauliza swali hili. Mradi ambao umetumika na fedha ambazo zimetumwa kutoka kwa mgao wetu ni zipi? Unajua hatuwezi kuwa tukiketi gavana anapewa pesa kutoka Nairobi na miradi yote ambayo anafungua ni ya wafadhili, ya wawekezaji na majambo. Wapi miradi yetu ambayo sisi tumekuwa tukifanya katika county public participation? Tuone umetufungulia. Hii ilikuwa ni whole
ambaye haikuwa hapo awali, tulikuwa tumeitisha last financial year, ndio hii. Hiyo ndio miradi mimi nauliza ifunguliwe tuione. Lakini nafikiri utakubaliana na mimi kwamba unless uniambie unakuwa tu mkorofi kwa makusudi, tuseme kubali kutumia swali, kwa sababu tumeona miradi kadhaa ikifunguliwa wanasema serikali ya county imeweka percentage fulani na mfadhili ameweka kiasi hichi. Hivyo si pesa zimeingia. Na ndio maana nakwambia hivi. Unajua makosa ndio hapo Hezron, na nataka unielewe vizuri. Kwa sababu ndio ukifanya miradi ambayo iko na joint partnership na wafadhili, joint partnership na ma-investor, hiyo haina makosa yoyote. Okay? Lakini kuna mingi tumeiona katika na ndio mimi nakosoa kwa sababu serikali imefanya partnership. Ndio mimi nakwambia si mfadhili peke yake, wameka kama ilifikia kiasi fulani na mfadhili akaweka kiasi fulani. Ndio mimi nakwambia, unajua umejieleza vizuri. Sasa wewe hutaki mimi pia nieleze. Kuwa mzuri wakati unafanya interview. Ulikuwa mpole ndugu yangu. Sawa, tuendelee. Katika ile jambo ninauliza ni kwamba kuna miradi haina haja ya mfadhili yoyote. Na tuambiane ukweli. Ukiniambia kuhusu banana plant, hiyo nakubali. Hiyo ikaweza pesa ya EU itakuwa ni shida, haina shida. Ikija katika masuala ya macho hapa, kwa sababu ni wataalamu, alafu iko na ni mfadhili ambaye anataka kuweka utaalamu na nini, hiyo ni sawa, kaunti yake pesa na hini. Kuna mambo ambayo ni ya kuweka mfereji. Hiyo unahitaji nani akuja kusaidia kuweka mfereji ndugu yangu? Kuweka water tank. Nani unataka mfadhili gani akuje kusaidia kuweka water tank? Hiyo ndio vitu mimi nauliza Bwana Kimari. So ndio mimi nakuuliza hivi. Ndio ni sawa. Na nimesema hiyo miradi yote ambayo tunawekea Maribo ni miradi mikubwa imeletwa na watu wa private, watu wa nini. Mimi nataka kuuliza ile miradi midogo ile ambayo unaweza ambia watu, hii ni county imetufanyia, hii ndio mradi. Si tuonyeshe hiyo. Hiyo ndio sisi tunataka kuona. Unanipata? Na nataka kuambia hivi, hata kama ujanja, unajua kumekuwa na ujanja wa uongozi wa kaunti hii. Ujanja wa kaunti hii imekuwa ikisema ya kwamba sisi tunatafuta wafadhili, sisi tunatafuta madona. Hiyo ni sawa. Lakini unapotafuta madona na wafadhili, ukumbuke ya kwamba kuna fedha ambazo zinatoka Nairobi na ni zako na unafaa kufanya miradi yako. Hiyo number 1. Number 2, hautakuwa ukisema unatafuta pesa na kutoka kwa wafadhili na investors miaka 4 na bado hakuna chochote kinaonekana kwa ground. Mwananchi ana hiyo time ya kucheza na wewe ukisema unazura. Hauwezi kuwa ukilia ukisema bado na ngoja watu wanazurura wakifanya feasibility studies nafanya miaka 4. Kenya hii inaonekana wapi? Ndio nikakuuliza swali. Sema basi. Hizi pesa zinazokuja Nairobi zako za wewe gavana, usingoje za investors. Nikakuuliza pale mbeleni, tutazigawanya vipi? Na nikakueleza ama mbona uko sikuelewa, kwa sababu nikakupatia kwa mfano tuseme kama bilioni 7. Bilioni 7. Tutazigawanya vipi kwa maendeleo na kulipa na recurrent expenditure? Nishakueleza. Unajua bali labda Hezron ni huko. Maana yake mheshimiwa anataka kuelewa, maana yake swala zima na kama kaunti hii kuna swala la wage bill. Inakuwa vipi? Je, maana yake ndio tumeona recurrent expenditure inaenda kwa masuala ya malipo ya wafanyikazi na matumizi ya kila siku. Wewe kama gavana, wale wafanyikazi utafanya na wafuta? Sasa sio utafanya nini? Sio basi sasa wacha. Maana yake hivyo ndivyo vile takwimu inaonyesha fedha nyingi zinaenda kwa matumizi ya mshahara, ya miradi inaenda kidogo. Nataka gavana utafanyaje hizi pesa wafanyikazi walipwe na mishahara kazi endelee? Nataka kurudisha nyuma kwa sababu labda hiyo wakati wote nimezungumza huku nielewa. Narudia tena. Bilioni 7 milioni 500 inatuma kaunti ya Taita Taveta. Mgao wa sasa katika hii bajeti ambayo wanataka kufanya wanasema 32% ndio itatumika kwa development, hiyo nyingine ni recurrent. Mimi hata sina shida na mambo ya recurrent ati wage bill na kila kitu. Kitu ambayo itafanywa kukatwa katika mambo ya recurrent expenditure ni utumizi mbaya, that is wastage. Number 2, corruption. Get rid of those two things. Hiyo pesa ambayo iko kwa recurrent inaweza baki vile ilivyo. County ya Taita Taveta ukitoa ikibaki ni development expenditure ni 2.5 billion. Tunaelewana? Nimekuambia trend ambayo imekuwa katika kaunti hii sio ati hizo fedha haziko za kufanya miradi ya kusaidia mwananchi, kujenga hospitali, kufanya mabarabara, kufanya hii miradi yote ambayo inafaa ya mpya ya miundo misingi. Pesa ziko almost 2.5 billion, almost going to 2.8 billion. Hiyo 2.8 billion makosa imekuwa, na nimekuambia trend imekuwa ni kwamba county government badala ya kutumia 2.8 billion inatumia 1.4. Kwa nini? Kwa nini sielewi, na ile ndio jambo nimekuwa nikishangaza hapa. Wako busy wanatafuta, sikiza, wako busy wanatafuta wafadhili, wako busy wakitafuta madona, wako busy na zile pesa wamepewa na Nairobi
wanashindwa kuzitumia 100% za maendeleo. Si so kwa hivyo kwa maoni yako tuko na surplus. We have enough. No, we don't have a surplus. Kama wanatumia ingine wanaacha. Sasa ndo nakwambia mimi nashangaa. We have enough to help us do development ya hii county ya Taita Taveta. Bila kuuliza makosa bila kuuliza nje. Well, of course lazima utauliza nje kwa sababu ile shida iko hapa ni kubwa. Lakini ni makosa ni wewe uko na shilingi 1,000 hapa. Lakini badala ya kutumia shilingi 1,000 hapa ukule, wanasema wacha hii shilingi 1,000 ibaki hapa, wacha niende nijaribu huko nje, nijaribu kama nitakopa kama 200 niweze kununua chakula cha leo usiku. Unaacha 1,000 hapa. Unajua hata mama nini bibi yako atakuza wewe ni mtu aina gani bwana? Tulale njaa kwa sababu umeweka hiyo 1,000 hapa, alafu unaenda useme unaenda kubahatisha nasibu, ati wewe bahati nasibu wewe kupata kakitu pale nje ndio ulete chakula cha jioni. Hiyo ndio makosa tunafanya. So my question is bwana Hezron Kimari, na ukipatana nao majamaa uketi nao chini, waulize why don't you ever use, kwa nini hamtumii pesa ya maendeleo 100% kwa 100? Wanabakisha. Kwa nini mnabakisha? Kwa nini mnarudisha Nairobi? Hiyo ndio swali ambalo tunafaa kuulizana. Pesa inarudi Nairobi. Inarudi Nairobi kwa sababu kama wewe umetumiwa na umeshindwa kutumia, unataka iende wapi? Haikubakishia hapa. Na kama mafikira yangu nahisi kwamba hakuna pesa inazuru Nairobi. Sasa hata unajua ni figure of speech kwa sababu hiyo 1.5 ukibakishiwa hapa inakuwa accounted for the next budget, because when you ask for the next budget you did not consume the amount of money that was already sent to you. You understand? So that is where the problem comes in. You are not utilizing all the money. So if you are not utilizing, so if you are saying ni kama unaitumia kawaida, ukitumiwa pesa unafaa kuitumia ile ambayo umekosa unarudisha ndio upewe budget fresh. Hao majamaa ni kama ikiwa ni kama ni hivyo, wao wanatumia simu ya 50, hiyo nyingine 50 wanarudisha 51%. Hawana hadi jana. Wanaambia wananchi bwana, wanaambia Nairobi, nyinyi bwana kwani mnaona sisi ni kina nani bwana? Mnatumia pesa ambazo hata sisi hatuwezi maliza. That is the problem. But tunaendelea, mjadala huu ni mrefu. Nataka tuzungumzie swala la kisiasa kwa sababu ya muda. Lakini umenielewa. Nimekuelewa na nafikiri tutataka muda mwingine tuzungumze vizuri. Kwa undani zaidi. Lakini ulikuwa umezungumza kwamba ukasema wewe ukiwa gavana unataka at least kuwe na wanachama wawakilishi wadi ambao ni wa chama ambacho pengine kiongozi wao anatoka huku. Asiingiliwe na siasa akabadilisha mawazo yako. Kwanza tuambie chama chako kinaitwaje? Na wewe ni nani katika hizo chama? Na kwa nini unafikiria kukikuwa na idadi kubwa ya wanachama wa mawakilishi wadi katika kaunti hii tutapata maendeleo tofauti na sasa? Ni kweli. Kwanza kwa neema ya Mwenyezi Mungu, mimi ni mwanachama wa chama cha People's Empowerment Party na mimi ni kinara wa chama hicho cha People's Empowerment Party. Ni chama cha kitaifa, sio chama cha Taita Taveta peke yake, ni chama cha kitaifa. Tuna ofisi katika maeneo yote ya Kenya. Na nilipokuwa naendelea na safari yangu ya kisiasa, niliona ni muhimu sana tuanze kuelewa county zimepangwa kivipi. County ni serikali. Kenya iko na serikali 48 na yote iko katika serikali moja inaitwa serikali ya Kenya. County ya Taita Taveta is county number 006. Na iko na county assembly na iko na county executive. Ukitaka kuendesha county kama wewe unasimama ugavana, ni muhimu sana uwe na watu ambao watakusaidia katika kazi ya utunzi wa sheria na kufuatilia masuala ambayo yamepitishwa katika bajeti ya county na kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yamesemwa na wananchi yanatekelezwa katika county hii. Ni muhimu sana pia kuelewa ya kwamba nchi yetu ya Kenya vyama vya kisiasa viko 92. Na kila maeneo kuna watu ambao wako katika vyama vyao vinashughulika na masuala ya kwao nyumbani. Kuna vyama ambavyo viko na identity ya maeneo ambayo vyama hivyo vimechipukia. Na ni vyema kama kaunti ya Taita Taveta tuwe na chama ambacho tunajivunia sisi kama wananchi, tuseme katika eneo hili chama moja ambayo tumekipea kipaumbele katika masuala ya uongozi ni chama cha People's Empowerment Party. Na ndio maana wakati huu tumesema katika 2027 tutaweka MCAs 20 tuwasimamishe katika maeneo yote bunge ya 20 ya kaunti ya Taita Taveta wawe katika chama cha PEP. Tulisimamisha msimu uliopita watu 15 katika maeneo wodi za 15 za kaunti ya Taita Taveta na tukapata mjumbe mmoja kutoka maeneo ya Mata anaitwa Isaac Matolo ambaye yeye anasimamia masuala ya People's Empowerment Party na wananchi kutumia chama cha People's Empowerment Party. Lakini kija mwaka 2027 tunataka kusimamisha wote ikuwe 20 MCAs na tuwe na 4 MPs, 1 senator, 1 women rep na governor
na deputy governor kutoka chama cha PEP. Kwa nini ni muhimu tukifanya hivi? Kwanza, ni muhimu sana tuelewe kwamba ile keki ya kitaifa inagawa kule Nairobi. Na iwapo kutakuwa na rais ambaye amechaguliwa mwaka wa 2027, baada ya kuchaguliwa anaketi chini akijiuliza ni wapi ambao wabunge gani ambao watanisaidia kuendeleza zile ahadi nimeweka kwa wananchi. Na ataketi chini aangalie wale wameletwa bungeni ni kina nani. Makosa tumekuwa tukifanya ni kwamba sisi wananchi wa Taita Taveta tumekuwa tukipea vyama vingine wabunge wetu. Kwa hivyo utapata kama msimu uliopita Wiper walichukua wabunge 3. Jubilee kapeana mmoja. Women Rep tukapea UDA. Senator tukapea ODM. Kwa hivyo ilikuwa imetapakaa kila mahali. Ikija rais kuzungumza na aweza kujaribu kutafuta watu ambao watamsaidia pale bungeni, akitaka kuzungumza na hao wabunge anaongea na wale wanaitwa party leader. Kwa hivyo zile simu zitaenda, kama ni William Ruto atajipigia yeye mwenyewe aseme mimi niko na haika, huyu ni wangu. Ikikuja katika masuala ya Jubilee, Uhuru Kenyatta ndo anapigiwa simu kuzungumza kuhusu mjumbe wa Mwatate. Kalonzo ndo atapigiwa kuhusu wajumbe wa hii maeneo nyingine. Na hapo ndo makosa inaanzia. Kwa sababu hawawezi enda kuzungumza masuala ya mwananchi wa Taita Taveta vilivyo, kwa sababu wao wamepigiwa, wale watu jamaa wengine watazungumza. Mimi nikikupatia wajumbe wangu 3, hivi ndo mimi nataka hapa Ukambani. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Watu wapende wasipende, hiyo ndio siasa vile inavyoendelezwa. Kwangu mimi ningependa, ikiwa ni himizo nitapea wananchi wa Taita Taveta, wakati tunaenda msimu huu wa kisiasa, tafadhali tuweze kuwekeza kura zetu katika chombo kimoja, ili itapofika wakati wa kwenda kuzungumza na kufanya mazungumzo na rais anatuona sisi kama chama tofauti ambacho lazima aketi nao na afanye mkataba na aseme, kwa sababu ya kunisaidia na kura zenu 5 za bunge na seneta mmoja, nitawafanyia hivi na hivi na hivi, na mkataba huu unajulikana. Na iwapo hautatufanyia ile ambayo tumekubaliana nawe wakati tunafanya mazungumzo haya, baada ya muhula fulani tutaketi chini na tunaweza withdraw your support, na hakuna mahali utatupeleka, kwa sababu wewe haujatekeleza ambayo yamesemwa. Na hilo ndi jambo lazima tujipange sisi kama wananchi wa Taita Taveta. Na hii si kusema ni kujipanga atizui kama mtaita ama kujipanga. Kama wewe ni mwananchi wa kaunti ya Taita Taveta, ni vyema kura yako uwekee mtu ambaye ametoka kwa chama cha hapa nyumbani. Ndio masuala yetu yote yanazungumziwa yakiwa katika kikapu kimoja. Na ndio hiyo mpangilio ambao tunataka kufanya. Pili, kwa mwananchi direct, ni muhimu sana tuwe na chama ambacho kina uongozi wake hapa kijijini, hapa katika kaunti yetu. Kwa nini nasema hivi? Makosa makuu ni kwamba utachagua mtu kutoka chama fulani, eneo party leader wake na maeneo ya chama pali inasimamia ni mahali kwingine. Wewe kama mwananchi ukiona huyu MCA hawakupeleki vizuri, maombi yako utayapelekeza wapi? Unajua tu ujui utaanzia wapi. Utaenda kupanda SGR, uende kutafuta chama hicho kiko wapi, uende kutafuta nani utazungumza naye ili kuweza kusikiza masuala ya kwamba huyu MCA tulimpatia, nataka mumwadhibu kwa sababu hafuati maadili ambayo sisi tunataka kama wananchi. Ukiwa ni mtu ambaye tunajua chama kiko hapa, kiko na mizizi yake hapa nyumbani, iwapo kama utafanya makosa, hauendi mbali. Unatafuta ambao viongozi ambao hiyo chama unajua, kama kinara wa chama PEP, kama mbunge wa eneo fulani hapa amefanya makosa, mnatafuta party leader unasema bwana huyo MCA wako bwana anaenda makosa, hebu tuketi chini na kupanga. Tunaketi hapa tunapanga na tuko sawa. Na hiyo ndio masuala ambayo tungeweza kufanya siasa tofauti namna hii. Tunaweza jisaidia sisi sote, kwa sababu masuala yetu ya nyumbani yanaweza kusikizwa vizuri. Tatu na muhimu zaidi kama gavana ni kwamba miswada ambayo inafaa kufanywa katika kaunti ya Taita Taveta, kumekuwa na mvutano mwingi sana. Magavana wao wameshindwa kumanage hiyo kaunti kwa sababu hawana umoja na uwiano wa mawazo na agenda moja kama wanachama. Mimi unaona vile nimeanza kazi ya kuweza kuendeleza chama hiki katika kaunti hii, ninataka nianze kupata watu ambao tuko na mawazo pamoja mapema. Sio tu tunaenda kukutana nao wakishaapishwa bungeni. Lazima mkue pamoja mpaka mnaandika manifesto pamoja, mnasema wananchi hawa tunawaletea maji. Kwa hivyo yeye anajua nikienda na huyu jamaa na tupende pale mbele, mimi nikitunga namna hii, yeye anatekeleza namna hii. Sote tunapewa max kama chama tumetekelezea mwananchi. Na hiyo ndio mpangilio nataka tufanye kwa wananchi. So mheshimiwa nikuulize, sawa tumeshukuru kutueleza kuhusiana na chama chako cha PEP.
Katika kaunti ya Taita Taveta tumeona siku za nyuma ilikuwa ni kama ni eneo la ODM. Yes. Lakini kadhalika likabadilika. Mara ya mwisho uchaguzi tulikuwa na kiongozi mmoja wa ODM, senator. Wale wengine waliingia Wiper, wabunge watatu. Tukawa na mbunge wa Jubilee, I think, Mwatate, na tukawa na wale wengine wakawa ni Wiper, yes. Sasa hizi tunaona katika siasa za Taita Taveta ama Kenya hii, kizinganiwa kwamba kuna ile serikali ya kujumuishwa ya marehemu Raila Odinga ODM na chama cha tawala cha UDA. Tumeona mvurugano na tumeona kana kwamba Taita ni kama imeshift. Wewe unatumia mbinu gani hadi kufikia sasa percentage yako ukijipatia asilimia chama chako cha PP katika kaunti hii? Kimepenya kiwango gani? Wale wanachama ambao wale wawaniaji wa nafasi ya mwakilishi wadi. Una uhakika wataweza kuwatoa? Maana tumeona wale wengi wako kwenye viti bado, sijui kama wengine ni wako wataingia kwa chama yako, hatujui. Hadi kufikia sasa chama chako kimefikia vipi katika kaunti hii? Kwanza niseme kwamba tumeanza kuuza chama miezi miwili sasa, hatujakaa sana, na ni kwa sababu pia unajua lazima tukue na mpangilio katika chama, tuweze kuweka bajeti, kujipanga na kujua tukianza wakati huu tutaweza kufanya kueneza chama hichi katika kaunti ya Taita Taveta na pia hizi kaunti zingine, kwa sababu kunayo nafasi kubwa tumepewa sasa kama chama cha People's Empowerment Party. Kuna vyama ambavyo vimemezwa na chama tawala na zinaendelea kumezwa na zitakuwa zimetoka katika mambo ya masuala ya ushindani wa kisiasa. Na People's Empowerment Party imepata nafasi kubwa sana katika eneo hili la Pwani na pia maeneo mengine kuweza kujiweka wazi na wananchi kuweza kupata nafasi ya kujiunga na pia kusimamisha candidates katika maeneo hayo. Kwa sasa nitakueleza kwamba tumeanza tu kujitangaza kwa wananchi, kujitangaza pia kwa wanasiasa. Tayari tumeanza kupokea simu, wananchi wengi wanaitisha kuingia katika chama, wanasiasa wengi wameanza kusema tayari wako tayari kusimama na tikiti ya People's Empowerment Party. Wanaendelea kusikiza ni kwa nini ni muhimu kuwa katika chama hichi. Kwa hivyo tumekuwa na msisimuko mpya ambao umeanza kutokea katika kaunti hii ya Taita Taveta na tunafurahia. Bado kazi ipo, bado tunaendelea kuzunguka, bado tunaendelea kuzungumza na wananchi, na katika masiku ambazo tutafuatia utaona kwamba kutakuwa na zaidi watu wengi wakija. Kuna watu wengi tayari wameshajitoa, tayari wanasiasa wakongwe wa sasa ambao wanasema niko tayari kwenda kuanza kuuza chama, nipatieni t-shirt na nini nikimbie nianze kwenda kuuza chama. Tuko nao tayari na wako tayari kuanza kwenda kufanya kazi. Na nikiweza kusema kwa sasa na siwezi kukupatia asilimia ya vile tumeweza kufika katika umaarufu katika kaunti hii, lakini nitakueleza hivi. Iwapo ukihesabu by the time tumefika mwezi wa Agosti, na kuambia hakuna chama kingine kitakuwa kikitajwa katika masuala ya kuweza kuwekea viongozi ambao wataweza kuchaguliwa kama chama cha People's Empowerment Party. Kwa hivyo watch this space, uendelee kututazama, utaweza kuona kwamba chama cha People's Empowerment Party kitaweza kukua na nguvu zaidi katika kaunti hii ya Taita Taveta. Bwana Mwakesi, tukimalizia dakika chache, endapo haitakuwa vile umependa kwamba chama hichi hakitakuwa na wagombea wengi, lakini kwa rehema za Mungu na mapenzi wa kauza wa Taita Taveta wakupatia nafasi ya ugavana, utafanyaje kazi na wale ma-MC ambao hawako kwa chama chako? Uzuri ya kwangu hata utaona utapata mshtuko, utafanyaje? Maana mawazo yako umeweka kwamba lazima uwe na wafanye mawakilishi wadi ambao wako kwa chama yako. Uzuri ya kwangu, watu ukiniuliza mimi kwa sasa, hata wale walio wengi ambao wamechaguliwa katika awamu ya 2022 watakwambia Mwakesi ni mtu alizungumza nao wote walipokuwa katika mirengo tofauti kabla hata hawajachaguliwa. Wale ambao walikuwa bado ofisini tulikuwa tunazungumza nao. Kwa hivyo nimekuwa na uzoefu mzuri sana wa urafiki na wale ambao wanaitwa ma-MCAs. Na sioni kama itakuwa ni shida ya kuzungumza nao na kuweza kuketi nao, na nimekuwa hata nimeiweka mpangilio kwa sababu najaribu kueneza maadili ya chama kwa wale ambao wako uongozini sasa na pia wale ambao wanajaribu kukua katika uongozi. Wengi wao wataelewa ni nini ambacho tunasimamia kama chama, wataelewa manifesto yangu, nasimamia chakula, afya, elimu na kazi, na baada ya hiyo wao wenyewe by the time tumefika katika wakati wa uongozi, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, watakuwa wamenielewa na watakuwa wameelewa sera zangu na nitazidi kuzungumza nao ili kufanya kazi nao pamoja. Nimekuwa na uzoefu wa kufanya kazi na wajumbe
katika kazi yangu nilipokuwa nafanya kazi katika serikali kuu, ilikuwa ni kazi yangu kabisa sana kufanya kazi na wajumbe wote katika ubunge, katika seneti, ili kuhakikisha kwamba wametusaidia kupitisha miswada. County assemblies zote tulikuwa tunazunguka tukifanya masuala na miradi ya kiserikali kuu. Nilikuwa na uzoefu wa kukua na wao. Kwa hivyo nilikuwa na uzoefu wa kufanya kazi na wanasiasa wa nyanja zote, na pia wao ambao watakuwa wamechaguliwa, iwapo watakuwa katika chama cha PP, lakini nakwambia watch this space, utapata ile, tukikosa sana tutapata kama 15 hivi kati ya zile 20 ambazo ziko, lakini kwa sasa tunaona ni kama tutapata 20, na kati ya hao wote naona nitafanya kazi na wale 5 ambao watakuwa kutoka chama vyama vingine, wanaweza fanya kazi na Mwakesi, kwa sababu Mwakesi ni mtu ambaye hawezi kosana naye, hata ukifanya hawezi kosana, hana kesi na mtu yote. Sasa tukimalizia kabisa nikiuliza, ushaingia gavana, tuseme katika kipindi kile cha mwaka uliopita, mwaka 2022, ni wapi ulikosea na unahisi utarekebisha? Tumeona sasa kama umekuja na mbinu mpya, sasa hizi umeanza kuuza chama kwanza, na chama kinapata ground mzuri, ndio pengine wewe ukiwa unajitafutia pia kura. Pengine hiyo ni solution la kwanza umeitasua kilinganisha na wakati wa mbeleni. Ni nini makosa gani umesoma hasa utatatua ndio uhakikishe kwamba unaingia nafasi hiyo? Ni vyema pia umeuliza hivyo, kwa sababu nilikuwa na mashabiki wengi walikuwa wanangojea mwaka wa 2022 utafanya vyema. Lakini kulikuwa na itilafu ilitokea kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Kama mtu yote ambaye alikuwa anafuatilia mambo ya kisiasa anajua kwamba wakati tulikuwa tukielekea msimu wa 2022, mwaka wa 2021 nilianza kukua na urafiki mkubwa sana na ambaye ni rais wa sasa, Rais William Ruto, na nilikuwa kipaumbele katika kueneza chama cha UDA katika kaunti hii, na kwa sababu ya hiyo, na nilikuwa nafanya kazi na serikali na nilikuwa na urafiki na serikali kuu wakati huo. Wakati walikuwa wametengana kati ya rais aliyestaafu na huyu, kulikuwa na wengi walienda mbio kuhakikisha kwamba sisi tumeumizwa katika nyanja zote, iwe kazi, kibiashara, marafiki, kwa sababu walikuwa wanasema ukisaidia Mwakesi umesaidia Mheshimiwa Ruto. Na hiyo ndo makosa ilitutokea, na ilipofika Disemba ya 2021 mambo yangu yalikuwa yamesambaratika kabisa. Na ili jambo ambalo lilitokea, wanasiasa wengi ambao walikuwa wameaminia ndoto ya William Samoei Ruto wakati huo, na tulisema yote 9 Mungu yuko hai, alitupatia nafasi ya kuweza kufanya ile ambayo tuliweza kufanya. Sikuweza kupata ile nguvu ya kuweza kujizatiti ili kuendelea paka mwisho. Hata ilifika mahali ambapo nilikuwa na haja ya kusimama ugavana katika chama cha UDA, lakini kwa sababu sikuwa na nguvu za kifedha za kuweza kuendeleza kampeni hiyo, rais akaona ni vyema apatie Bwana Mrutu tikiti hiyo, na mimi nikaona wacha mimi nipange na tikiti cha People's Empowerment Party, ili wananchi wangu wajue kwamba nikisema nasimama ugavana ninaenda paka mwisho. Na nilienda paka mwisho, lakini hatukupata ile nguvu ya kuweza kustahimili kampeni iweze kuenda paka mwisho. Na nashukuru Mungu kwa sababu baada hiyo yote William Ruto alipata nafasi ya kuwa rais, na nashukuru Mungu kwa sababu wengine wetu tuligandamizwa sana na wale walikuwa uongozini katika kaunti ya Taita Taveta, kwa sababu walituumiza sana katika nyanja tofauti za kibiashara na za kisiasa, na ni sawa. Hayo yote tuliwachia Mungu, lakini sasa wakati huu nimekuwa na uweledi wa kisiasa kuelewa kwamba kuna masuala mengine haufai kuyaingiza katika safari yako ya uongozi. Tukimalizia la mwisho fupi, alafu unijibu kwa kifupi. Ulidhurika, majeruhi yako ama majeraha yako yalikuja kwa sababu ya kumuunga mkono rais wa sasa William Ruto. Ndio. Bahati ndio rais na wewe ukupata kiti cha ugavana. Sasa bado ndio rais, anataka kiti cha pili. Ameuza chama chake Taita Taveta na anataka kiwe kikubwa. Na wewe bado ni marafiki ama mlikosana? Mimi siwezi sema nilikosana na rais. Rais ni mtu ambaye ni mungwana sana. Hata wakati kumuunga mkono katika pia sasa, hata kama uko na chama chako. Wacha nikueleze hivi, ikija mambo ya kumuunga mkono, sio jambo langu mimi kusema waziwazi, ni jambo ambalo nitawachia wananchi, tunaendelea kuzungumza. Kwangu mimi naona ni kama amefanya kazi yake, na ni vyema pia yeye kama mwanasiasa kama mimi aweze kujiuza kwa wananchi, ajieleze ile kazi ambayo amefanya inaonekana haionekani. Mimi pia nataka kujiuza vilivyo, kwa sababu mzigo mwingine nilikuja kujua kisiasa unaweza jibebea na pia kuadhiri wewe, na kumbe hamna lolote la kufanya. Ndio maana kwangu mimi naona ni vyema hivi, rais na chama chake cha UDA waje katika kaunti ya Taita Taveta wajiuze vyema. Kama kuna yeyote mwingine anaona kama rais hajatosha na ile kazi ambayo amefanya, aje pia ajitetee. Mwakesi
yeye anajitetea yeye mwenyewe. Kwa mtazamo mwingine, pengine wale watazamaji wataona Mwakesi alikosa kiti cha ugavana Taita Taveta kwa sababu alikuwa amemsaidia sana Mheshimiwa William Ruto na akafaulu kwa rais. Sasa Mheshimiwa William Ruto anataka nafasi ya pili na kuna vile tumeona amejaribu chama chake, amekuja Taita, na sisi tunaona kuna mwamko mpya katika kaunti ya Taita Taveta na pia maeneo mengine ya pwani. Na wewe sasa bado unataka kukuza chama chako. Sasa inakuwaje? Kwani mmekosana? Hamjaelewana kabisa? No. Amuongeleshani sote wawili tuko na organization mbili tofauti. Yeye ni party leader, mimi ni party leader. Lakini yeye anaeneza yake, mimi naeneza yangu. Hakuna mahali hata ni kama kuuliza Oburu Odinga ni rafiki ya William Ruto ama si rafiki. Kila mtu anaeneza chama chake. Lakini wamekubaliana. Kalonzo anaeneza chama chake vile anavyoendeleza. Mimi kwa sababu mimi siguani urais. Mimi hata sina. Tunaona ODM Oburu Odinga ni ODM na Ruto ni chama chetu lakini uko tayari kufanya kazi na serikali? Nikiuliza swali kama hilo, kuendelea kushirikiana na serikali kuu? Mimi nitakueleza hivi. Na pia ajenda zake uzipigie debe? Kwa sasa ile serikali ninaweza pigia debe ni serikali ya People's Empowerment Party iweze kushinda serikali yoyote katika kaunti hii. Sina haja ya kwenda kuuza maadili ya chama chingine, kwa sababu maadili ambayo rais anauza ni ya UDA, na hiyo namshukuru sana kama rais, yeye afanye ambayo ni muhimu kwake kama rais. Kwangu mimi niko na haja kubwa ya kuhakikisha kwamba tumeweza kuunda chama kinaitwa People's Empowerment Party, tufanye maadili yetu. Iwapo kutakuwa na mshindi katika election ambazo zimepita, mimi sina shida ya kuhakikisha kwamba tumefanya kazi na mshindi wa urais mwaka ujao. Lakini haya masuala mengine, kwa sababu tuko tofauti sana, nakwambia hakuna siku moja utaketi hivi chini wewe Kimari umuulize Rais William Ruto kuhusu kinara wa chama cha People's Empowerment Party akujibu, kwa sababu yeye hata atasema si yeye anatafuta yake, atafute. Mimi pia hata mimi, kwa sababu yeye ni mwananchi mmoja na wanahudumia mwananchi mmoja, lakini yale ambayo wanatafuta ni tofauti. Ya kwamba mimi natafuta ugavana, yeye anatafuta urais. Sasa yeye atajikuja ajitetee hapa katika show ya Savo Media, umuite aseme ni kwa nini yeye anafaa kuwa rais, na mimi pia mkiniita vile umeniita hapa, mimi nitajitetea ni kwa nini nafaa kuwa gavana wa county ya Taita Taveta. Lakini sina shida yoyote ya kufanya kazi na serikali kuu. Nataka kuangalia hiyo kamera, unakupatia next sekunde 5 zungumza kitu ambacho hujazungumza kwa kifupi sana tutumalize. Kitu ambacho sijazungumzia. Cha mwisho kitu kwa kifupi sana tafadhali. Ningependa kuambia wananchi wa Taita Taveta ya kwamba ni muhimu tuwe na uongozi ambao utaangazia masuala manne muhimu sana. Chakula, ukuwe na chakula katika kaunti ya Taita Taveta. Afya iweze kushughulikiwa katika kaunti ya Taita Taveta. Elimu iweze kunawiri katika kaunti hii, kuhakikisha kwamba watoto wetu wameenda shule za chekechea mpaka za shule za kikuu wakiweza kupata usaidizi kutoka kaunti yao na serikali yao. Na 4, kukuwe na kazi ambazo zinaweza kuonekana katika kaunti hii ya Taita Taveta. Ni muhimu sana mambo hayo manne yashughulikiwe. Kazi ikipatikana katika kaunti ya Taita Taveta, wananchi watanawiri, na ni vyema tutafute uongozi ambao unaweza kutafuta hizi zitekelezwe katika maisha ya wananchi. Asante sana Bwana Mwakesi kwa kukubali kuja katika mahojiano yetu ya Savo Media. Tutakutafuta wakati mwingine. Ndio. Kuna mazungumzo hatujamaliza, tueleze vizuri na tuendelee kusaidia kabisa. Niko tayari. Sawa. Naona umekuwa mkali sana, lakini ndio hivyo bwana. Pole kama niko mkali, lakini asante. So kwa watazamaji wetu wa Savo Media, tunashukuru sana kwa kuungana nasi katika mazungumzo haya na mgeni wetu leo Stephen Mwakesi, ambaye ni mwaniaji wa nafasi ya ugavana. Aliwania nafasi hiyo katika mwaka 2022, akaenda vile kulienda, lakini bado hajachoka. Sasa amerudi, ameeleza sera zake. Nafikiri mmemsikia. Na pia tutaendelea kutafuta viongozi wengine wale ambao wanataka kuwania nafasi mbalimbali za ugavana, za zile zingine pia, wakuja watueleze maoni yao ni gani kuhusiana na utendakazi wa serikali hii na vipi ambavyo wanaweza kubadilisha maisha ya wakazi wa kaunti hii ya Taita Taveta. Hadi wakati mwingine, mimi ni Hezron Kimari. Asante. Asante.